kifo kipo na wanaokufa ni sisi, ingawaje tunaondoka kwa staili tofauti. Kama narudia kuemphasize nilivyokuwa nimesema pale, narudia tena, simu hizi ambazo tunazimiliki tuwe makini nazo. Hata kama wewe ni mfanyabiashara, kuna mtu unamdai fedha akakuitia fedha usiku, usiende mwambie irushe kwenye M-Pesa. Usihesabu mmeshibana miaka mingapi, huyo ndiye atageuka na ndiye atagharimu maisha yako. Unanielewa hivi? Lakini pia ninyi wa mama ambao mko kwenye ndoa na wa baba ambao tuko kwenye ndoa, tusaidiane hilo eneo. Uache kuwa na simu za asili, sawa? Atakuwa ni mpenzi wako kwa miaka mingi, utamkosea mara moja, atakuita kwa ajili ya kukumaliza. Kwa hiyo tuwe makini nyakati sizo salama. Kizazi hiki kilichopo sasa hivi ni kizazi kilichoharibika. Biblia inasema taifa la Israeli, wale wazee walivyoondoka, kukainuka kizazi ambacho hakimjui Mungu, ambacho kimeharibika. Na ndio maana unaona vijana wote malezi yao wengi yako mitaani, makanisani hatuwaoni, wako mtaani. Na huko mtaani wanaoambukizana ni hayo ya uharibifu. Unatokea unafanya ukatili kwa binadamu mwenzio, unafanya ukatili wa namna hii. Kama wewe umepatana na Mungu, hutakufa. Jambo hili linatuumiza, na tunapoumia lina madhara kwa wote wanaohusika. Lina madhara. Kwa hiyo niombe tuingie makanisani, tumwabudu Mungu. Mungu kutuumba, hakutuumba tumalizane. Ametuumba tupendane, tuwe na upendo, mpende mwenzio. Mwache mtu aondoke kwa siku zake. Maana Biblia inadhihirisha kabisa hatuna maisha ya kudumu. Wote tutakufa. Sasa kama tutakufa, kila mmoja na kalenda yake, mwache basi kalenda yake ifike, aondoke kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Mambo haya yanaumiza sana. Kwa hiyo kwa kusema hayo, niruhusu mazishi yaendelee. Naomba familia ya marehemu sogea kwa hivi kidogo ili mama wasije kanaone sogezeni na mama kidogo. Ni bye, sio fanya kitu na wenyewe wapate. Wewe kutoka huko usitoka huko. Kwa jina langu naitwa Yosia Isaya Gerard. Tukio ambalo limetokea kwa binti yangu ilikuwa ni usiku wa kuamkia Jumatatu masaa ya saa 4. Tulikuwa tukiangalia TV, nikaiona simu ilikuwa kwenye vibration inawaka. Ikawaka mara moja, ikawaka mara ya pili.
Binti akatoka nje kama ameenda kujisaidia. Tukaenda kuangalia TV na mwenzie. Ilipoisha nusu saa, nikamwambia mwenzie, nenda kamuone dada yako, mbona muda mrefu ametoka nje. Alipoenda kumwangalia akamkosa. Nikasema kwa nini nimekuwa hivi? Nikabidi nitoke nje mimi mwenyewe nikatafute. Nikazunguka mzuko wa nyumba yangu yote na sehemu kwa majirani. Nikakosa. Nilipokosa ikabidi tufunge milango na huyo nani mdogo wake. Tukaenda kutafuta mpaka center. Tulipotafuta mpaka center tukamkosa. Ikabidi turudi nyumbani. Tuliporudi nyumbani tukakaa mpaka saa 5. Tukasubiri mpaka saa 6 tukamkosa. Ndio tukaenda kulala. Asubuhi yake nikaamshwa nimelala. Akasema mzee amka. Alikuja ni mama mmoja. Nikaamka. Nilipotoka nje akasema mzee nifuate. Nikamwambia kuna nini? Akasema wewe nifuate, kuna kitu nakuonyesha. Ikabidi nikamfuata. Baada ya kumfuata nikamkuta yule binti wangu amenyongwa, akatupwa kwenye shimo ambalo waliwahi kuchimba tofali, kuchimba ndani tofali wakati wa kufyatua. Nikamkuta damu inatoka mdomoni na mapuani. Ndio nikaanza kuambia majirani, jamani njoni muone. Wakakusanyika watu wakaja wakaangalia. Ndio utaratibu kaendelea mpaka kwenye viongozi, mpaka polisi wakafika kwenye tukio. Habari ikawa ni hiyo. Sawa, na tamani kufahamu pengine mtoto wako kwa nyakati za nyuma alishawahi kuwa na tabia labda ya kutoka na kuchelewa kurudi au kutokurudi kabisa nyumbani? Hiyo hali ilikuwa haijatokea. Na nimeshangaa kuiona inatokea. Ilikuwa haijatokea kutoka usiku. Umri wake ni miaka 16, shule alishamaliza. Maliza darasa la 7. Sababu kubwa hii simu maana yake ni wale wanaoongea naye ndiye alimtoa nje, yule anayeongea naye. Maana yake naye hangeweza kutoka akafuata simu ya mtu ambaye hamfahamu. Maana hii tukio inaonekana kwamba alitolewa nje na yule ambaye alikuwa anaongea naye. Kwa hiyo ulikuwa unafahamu muda mrefu kama mtoto wako pia ana simu au ulimnunulia pia mwenyewe? Hapana, simu aliinunua yeye mwenyewe, alikuwa na simu. Na alikuwa na miaka mingi anaitumia. Kwa majina naitwa Hussein Abdalla Kasomela, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Tulieni. Kwanza nianze kwa kutoa pole kwa familia ya binti ambaye aliuliwa jana, aitwaye Irene Josia Isaya, ambaye amefariki akiwa binti mdogo mwenye umri wa miaka 16. Lakini kutoka jana mpaka leo nimekuwa na ushirikiano nao hatua kwa hatua, lakini mpaka na kwenda kuchukua mwili mochwari na kuleta hapa kwa ajili ya mazishi tumekuwa wote pamoja. Wito wangu ni mmoja tu kwa wananchi wote, vijana kwa watu wazima, vijana wa kiume na vijana wa kike. Watu wazima kwa ukweli tuwe na ustamilivu na kujizuia kuchukua sheria mkononi. Hata kama mtu anakuwa amekukosea, ingia kwenye vyombo vya sheria ili amani na usalama kwa watu uwepo. Hivyo basi niombe sana familia kuwa na ustamilivu, wasije wakachukua nao sheria mkononi baada ya kuhisi pengine nani alihusika kwenye jambo hilo, kwani leo wamepotelewa na binti. Wakifanya hivyo pia na wao wataingia kwenye matatizo ya sheria. Kumbe naomba sana wawe wastamilivu. Lakini pia wananchi wote tutoe ushirikiano kwa familia, lakini tutoe ushirikiano kwa vyombo vya usalama pale wanapotaka taarifa ya tukio hili ambalo limetokea. Kwenye mtaa huu wa Tulieni kwa binti kama huyu ni tukio la kwanza, japo miaka kama miaka 7 zilizopita nyuma kuna tukio liliwahi kutokea la mama mmoja ambaye alivamiwa usiku akakatwa mapanga na akafariki. Ni muda mrefu, lakini umepita toka mwaka 2018.
17. Kwa majina naitwa Prosper Pastori Mwesiga, ni mtendaji wa mtaa wa Tulieni, lakini mbali na mtendaji wa mtaa ni mlinzi wa amani katika mtaa wa Tulieni. Awali yote, kwanza nipende kusema nasikitishwa pakubwa na tukio hili, kwa sababu sio kitu ambacho kimeshazoeleka katika mtaa huu. Kwa muda mrefu tumekuwa tukiishi kwa amani bila matukio ya namna hii. Sasa kama mlinzi wa amani na mshtusho mkubwa sana wa janga hili, lakini pia nitumie fursa hii kuendelea kutoa wito kwa wananchi wa mtaa wa Tulieni kuhakikisha wanaendelea kutoa ushirikiano katika swala la usalama. Swala la usalama si la serikali peke yake, swala la usalama ni la kila moja. Hivyo kwa kuanzia kila kaya, kila mtu ambaye anaishi katika mtaa wa Tulieni, swala la ulinzi wa amani anatakiwa alichukulie kwa uzito na uzito mpana. Lakini kama upande wa serikali tunaendelea kuimarisha hali ya usalama pia kwa kuwepo kwa vikundi vya ulinzi shirikishi, lakini pia nipende kutoa rai kwa vijana kuwa wanazingatia pia swala la malezi. Muda ambao mtoto anatakiwa awe nyumbani, basi awepo nyumbani. Sio mtu saa 5, saa 6, saa 7 anakuwa katika mazingira ambayo sio rafiki, kwa kuzingatia bado tuna hali ya mashamba huku. Sasa ni vyema kila mwananchi pia akaendelea kuchukua tahadhari kuhakikisha tunakomesha vitendo kama hivi, ikiwemo kufichua watu wote ambao wanafanya matukio ya kiuhalifu ya kukatili maisha ya watu kama namna hii. Aliondoka ni binti mdogo sana, chini ya miaka 16 nadhani. Sasa kama taifa tumepoteza nguvu kazi. Sasa hatuwezi kukaa kila siku tunazungumzia masuala haya, lakini kama serikali tunaendelea kujipanga na kuhakikisha tunaimarisha mifumo ya ulinzi na usalama katika mtaa wa Tulieni. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.